Mtazamaji wa Bongo 5 Network, bado tupo kwenye majonzi mazito ya kumpoteza MC wa taifa, marehemu MC Pilipili. Hatuko naye tena. Bado updates zinaendelea na nikasema naweza kusogezea kwamba unafuatilia matangazo yetu kutoka hapa Dodoma, ya kwamba wale watu ambao waliguswa na msiba huu kwa namna moja ama nyingine, akumbua bwana harusi ambaye kwa sasa yuko honeymoon, lakini leo tutakwenda kuzungumza naye atuambie tu yeye alivyopokea taarifa, lakini pia zile moment zilivyokuwa, kwa sababu yeye alitamani kwamba MC Pilipili awe mshereheshaji kwenye harusi yake, lakini haikuwezekana. Mabadiliko yakatokea ghafla na maumivu. Mimi ni Bwana Hilary, ungana nami kwa update hizi. Habari yako bwana harusi? Nzuri mkuu. Karibu sana. Asante sana. Mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kujua, kwa sababu Watanzania wengi wanatamani kufahamu kwamba ilikuwaje mpaka ukaamua kumchagua MC Pilipili awe MC kwenye sherehe yako. Lakini pia najua maumivu haya mazito, kwa sababu wewe ulimtaka yeye aje kuwa mshereheshaji kwenye sherehe yako, lakini haikuwa hivyo. Labda utuambie tu ile taarifa uliipokea katika mazingira gani na ili kugusa vipi? Na taarifa zilikuja kwa mapokeo ya simanzi sana, kwa maana kila kitu tulikuwa tushajiandaa. Tukiwa sehemu ya matukio ya location, bahati nzuri umenikuta sehemu ambayo nilikuwa nafanyia location hapa. Kwa sasa hivi nipo honeymoon, bado sijamaliza. Sasa siku hiyo tukiwa na familia yangu, baada ya kutoka kanisani kumalizana na swala la ndoa, tukasema twende location kwa ajili ya kupata picha za kumbukizi. Sasa baada ya kufika location, nikiwa na familia, ndugu, jamaa na marafiki, na tuliongozana na baadhi ya viongozi wangu wa kamati ikiwemo katibu wangu. Basi zoezi likaenda vizuri, linaendelea pale, lakini tukiwa dakika za ukingoni kidogo, katibu wangu akawa amenitonya, amenisogeza pembeni, akawa ameninong'oneza pale kwamba bwana harusi, una taarifa yoyote kuhusu MC Pilipili? Nikamwambia hapana. Kaambia bwana, MC Pilipili sasa hivi hatuko naye. Basi taharuki ikawa ya ghafla sana, kwamba imekuwaje, shida nini? Yani mbona ghafla hivyo? Kimetokea kipi? Yeye mwenyewe binafsi hakuwa hajui chochote, ila akawa shadhibitishiwa na mtu wake mwingine wa karibu kwamba ni kweli MC Pilipili hatuko naye. Kwa maana yule mtu ambaye alikuwa anaongea naye tayari alikuwa anashughulikia mwili wa MC Pilipili kule mochwari kwa ajili ya kumhifadhi. Kwa maana hiyo, kupitia hizo taarifa, maana yake ni hakika sasa, na yule ni mtu wake wa karibu. Kiukweli nilishikwa na butwa sana. Yani nikawa down sana. Nikawaza sana. Simanzi zikanijaa, sio tu mimi, lakini pia familia yangu, wale mafotografa ambao tulikuwa tumeongozana nao. Yani kila mmoja hali yake ikawa dhaifu pale. Lakini ninachoweza kukisema, baada ya muda pale tukawa tumesogea pembeni kwa ajili ya kushauriana sasa tunafanyaje. Maana kama unavyojua ndugu mtangazaji, MC Pilipili anafahamika nchi nzima, taifa zima linamjua, jamani maarufu. Sasa tukawaza kwamba ni nani ambaye anaweza akashika nafasi yake. Yani kiukweli tulipalanganjinga sana, lakini mwisho wa picha pale, unajua watu wote wakawa hapo na ile tension ile ya kwamba leo kumbini tunaenda kumwona MC Pilipili. Ikiwemo mimi, of course nikawa nawaza sana kwamba nilikuwa na MC mkubwa, shughuli yangu nilikuwa nategemea nitaifanya katika hadhi fulani, lakini hali ikawa tofauti. Basi mwenyekiti wangu wa kamati baadaye tukawa tumewasiliana naye. Alafu sasa uzuri wa mwenyekiti wangu wa kamati ni mtu wake karibu sana MC Pilipili. Maana of course hata hii connection ya kumleta MC Pilipili kwenye jambo langu, mwenyekiti wangu ndo aliyefanya hii kazi. Kwa hiyo na yeye pia akaa kwenye simanzi nzito sana, lakini kwa kushirikiana na kamati wengine na uongozi pale, wakawa wamepata mbadala ambaye atatuendeshea shughuli. Kiukweli shughuli ilifanyika, ilienda vizuri. Siwezi kusema kwamba huyu MC aliyekuja hakuwa vizuri. Alifanya kazi nzuri, jambo lilienda vizuri, watu walifurahi, lakini
yani haikuwa tena malengo ya mtu ambaye wengi walitegemea watamfanyaje, watamkuta pale ukumbini. Maana wengi walianza kuhoji, mbona MC huyu, mbona tulitegemea fulani. Lakini uzuri pale, hata mwanzo kabisa tukio linaanza la hii shughuli, yule MC aliwaambia ndugu walikuwa wote kwamba MC Pilipili aliponaye tena, na mimi ni jamaki wa karibu, wana kama kampuni yao ya utendaji kazi. Kwa akaja pale kuishika ile kazi kwa ajili ya jambo kuendelea. Kwa maana MC aliposhika kipaza sauti ikabidi aseme kabisa kwamba MC Pilipili alitakiwa awepo hapa, lakini kwa bahati mbaya tuko naye tena, kwa huzuni ikaanza upya tena kwenye sherehe pale. Of course taarifa wengi walikuwa washazipata. Yani walikuwa washa tonywa wengi kwamba MC Pilipili hatuponee tena, ila baadhi ya wachache walikuwa hawana zile taarifa. Kwa baada ya MC kuongea vile, ni kama hata yule ambaye alikuwa na taarifa akawa tena kamshtua kitu, akamrudisha tena, akawa down sana. Kwenye mind akawa down sana, lakini tunashukuru jambo lianza taratibu kwa zile simanzi, kwa kumbukizi MC wakati anaendesha, lakini baadaye mambo yalipamba, jambo likaendelea vizuri. Okay. Mimi kuna vitu ambavyo nilikuwa nataka kufahamu kutoka kwa sababu Watanzania wengi wanajiuliza labda pengine mlizungumza vipi, mlikubaliana vipi, lakini pia wako ambao pia wanahitaji kujua kwamba pia kiasi cha fedha ambacho ulimlipa MC Pilipili ilikuwa ni shilingi ngapi, na malipo hayo yalifanyika kabla ya sherehe au ilikuwa ndo amalize sherehe alipwe au kuna fedha zilitangulizwa? Hebu tuambie kuhusiana na swala hilo pia. Kwanza MC Pilipili alikuwa amekuwa na connection kubwa kupitia mwenyekiti wangu. Kwa kila kitu yeye ndo alicho kicontrol. Lakini kupitia sisi shughuli yetu, kwa maana ya malipo ya advance alikuwa kashapewa. Sasa unajua mimi kama bwana harusi, mambo mengi ya kamati sikuwa nashirikishwa sana, lakini advance alikuwa kashapewa. Na kiasi timilifu ambacho walikuwa wamepanga wamlipe chote kwa pamoja, pia nilikuwa sijafahamu ni kiasi gani. Lakini kwa maana advance alikuwa tayari kashapewa, na mchana huo walikuwa wanategemea watamalizia ile nyingine. Maana hawakuwa na shaka na uwepo wake, kwa sababu huyu mtu washafanya kazi na mwenyekiti wangu wa kamati shughuli kadhaa. Kwa walijua kabisa hawezi kuangusha, na MC Pilipili alikuwa ameomba amaliziwe hela yake kwa ajili ya maandalizi yakamilike vizuri zaidi. Kwa hiyo ilikuwa swala tu la kukamilishana. Okay. Kwa maana hiyo simu ya kusema kwamba naombeni mmalizie hela yangu ili mambo yaendelee kuwa sawia bin sawi, alikupigia mchana au ilikuwa ni asubuhi au ilikuwa ni katika muda wa namna gani? Ilikuwa ni mazingira gani? Muda gani alikupigia MC Pilipili? Mimi binafsi MC Pilipili alinipigia siku kama 4 nyuma kabla ya shughuli. Unajua kabla ya tarehe yangu ya shughuli ya tarehe 16 siku ya Jumapili, mimi shughuli yangu ilikuwa imepangwa ifanyike tarehe 8, kwa maana ya Jumamosi iliyopita. Sasa kutokana na machafuko ambayo yalikuwa yametokea, basi ikawa shida kidogo, kamati imekaa pale, wakawa wameliziana kwamba hili swala lisogezwe mbele kidogo. Sasa MC Pilipili mimi alinipigia kwa maana ya kutaka kujiridhisha zaidi. Alinipigia, hello, kwema, wewe ndo unaitwa mtu fulani? Mimi ndo naitwa Festo Jobu. Wewe ndo bwana harusi wa tarehe 16 siku ya Jumapili? Sasa bwana, nimekupigia nitake kujua, maana siku ya Jumamosi niambiwa itakuwa shughuli yako ambaye mimi ndo nilikuwa MC wako, lakini zikatokea dharura akasema ameahirisha. Kwa hiyo mna uhakika na hilo jambo litafanyika siku ya tarehe 16 siku ya Jumapili? Kaambia ndio. Akanipongeza sana na kunitakia heri, lakini akaahidi kwamba yeye siku hiyo ya Jumapili itabidi aanzie ibada, kwa maana yeye yupo Dar, yani alikuwa Dar. Kwa hiyo akimaliza kufanya ibada atachukua treni SGR awai afike Dodoma mchana, jioni tuendelee na shughuli. Lakini kwa mujibu wa mwenyekiti wangu, yeye waliongea naye asubuhi kwamba anafika saa 3 kama saa 4 asubuhi, na kweli akashafika Dodoma kwa ajili ya maandalizi ya shughuli ya jioni, na mchana wake ndio alikuwa anategemea kwa na mwenyekiti wangu ili wamalizie hela ambao walikuwa wamekubaliana kwenye kamati. Pole sana. Asante sana. So
Baada ya hapo mimi najua kwa namna moja ama nyingine uliplani makubwa sana kwamba sherehe yako ishereheshwe na mtu ambaye ni maarufu, lakini pia ishereheshwe na mtu ambaye ni kivutio cha wengi katika kusherehesha masuala haya ya harusi na mengine pia. Labda unaweza ukaniambia tu, baada ya pale sasa sherehe imeisha, ulikuwa unafeel nini sasa kikubwa? Baada ya kuingia labda mitandaoni kuona issues zinavyoendelea na nini, hatunaye tena. Yani kimsingi tokea mimi shughuli yangu inaanza tu pale ukumbini, MC anatukaribisha na vipi, yani ilikuwa inakuja ile mind ya kwamba alitakiwa awepo MC Pilipili. Kwa hiyo hata wakati shughuli yangu inaendelea, kuna muda kweli kutokana na vibe la pale ukumbini na nini, muziki mwingi, shangwe za wageni waalikwa, unajikuta unajisahau, unaingia kwenye mudi ya sherehe. Lakini kuna muda ili swali kwa nalikumbuka kwamba leo tutakuwa tuwe na mtu fulani. Kwa hiyo ilikuwa inanifanya narudi nyuma. Yani hata yule msimamizi wangu ambao tulikuwa naye, kuna kazi ya ziada of course alifanya, akawa ananishtua mara nyingi kwamba vipi, mbona tena unapoa, vipi, mbona uchangamki vipi, lakini hakuwa anajua kitu gani kipo nyuma yangu. Ila ukweli na uhalisia ni swala kutoka MC Pilipili ilinigusa sana, ukizingatia mimi mwenyewe binafsi nilikuwa nasikia MC Pilipili ni MC mkubwa, MC Pilipili ni MC maarufu na mwana mitandaoni anavyo trendi. Kwa hiyo nikasema huyu mtu akija kusherehesha shughuli yangu, of course shughuli yangu itakuwa ina hadhi ya aina fulani. Kwa hiyo of course nilikuwa down sana baada ya kupokea zile taarifa, maana nilikuwa nimejipanga, nilikuwa nimejiandaa kwenye saikolojia yangu kwamba atakuwa na MC Pilipili. Yani nilikuwa nachukulia kwamba itakuwa ya upekee kabisa kwa sababu tu ya uwepo wa MC Pilipili. Wako ambao wanasema kwamba ulitaka kuahirisha sherehe kwa sababu ya msiba ule. Kuna ukweli katika hilo? Hapana, ila kilichotokea baada ya mimi kuwa down sana kustushwa na hizi habari, yani nikawa tena sina kama ule uwepo kwamba leo sherehe ipo. Kwa hiyo kuna baadhi ya rafiki zangu wa karibu ikiwemo katibu na mwenyekiti wangu kunisii kwamba niwe mtulivu, mafotografa wakanisii kwamba niwe mtulivu. Uzuri wa watendaji wale na watu wangu wote wa karibu wakanipa moyo sana kwamba haya mambo yanatokea, kwa hiyo niwe tu na moyo mnyofu wa kuvumilia hili na nisijaribu kuliweka akilini mwangu, mambo mengine yaendelee. Lakini hakukuwa na maana ya kutaka kuahirisha. Isipokuwa tu mimi sikuonekana tena na ile attention ya uwepo wa shughuli yangu baadaye. Kwa hiyo hakuna chochote kilichoharibika baada ya msiba huu? Of course naweza nikasema hamna kilichoharibika, lakini unajua kuna baadhi ya wageni waalikwa, hata kama MC sina shaka naye alifanya kazi nzuri sana. Alifanya kazi nzuri sana, kwa hiyo nampongeza, ulikuwa mbadala mmoja mzuri sana. Lakini lazima dono ziwepo, unajua kwenye watu wengi, Kwa hiyo wengi wamecomment kwamba yani angekuepo MC Pilipili, angekuepo. Nafikiri ninaambatana na kummisi jamaa kwa kutoweka. Lakini bila shaka mambo yalienda vizuri. Labda kwa kumalizia tu, namna ambavyo MC Pilipili anaendesha sherehe au alivyokuwa akiendesha sherehe, utamkumbuka kwa engo zipi? MC Pilipili nilichompendea huyu mtu, kwanza hakuwa tu mcheleweshaji kwa maana ya MC, lakini pia nilikuwa namchukulia mtu kama comedy kwangu kwa maana ya mtu wa vichekesho. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana namna anavyohusika kwenye uhusika wake wa MC, kwa namna anavyoendesha zoezi. Yani sijui niseme nitumie lugha gani hapa, lakini kikubwa nilikuwa nategemea watu wengi sana ukumbini pale wataondoka wakiwa na furaha sana, nyuso zao zikiwa na furaha sana kwa vichekesho vya huyu ndugu yetu tuliyempoteza. Yani sijui niseme kitu gani hapo, lakini nafikiri na yeye ana kitu chake cha ziada ambacho anacho, pengine tukosha zaidi. Lakini ndio hivyo sasa, hali ishatokea namna hiyo, hatuwezi kusemea sana. Naam, mpaka hapo mtazamaji Bongo 5 TV, hiyo ni interview ambayo bwana harusi ameweza kufunguka mengi sana, the way ambavyo alipokea taarifa
msiba wa MC Pilipili. Ameeleza kwamba yeye alikuwa yuko location akipiga picha kwa ajili ya kujiandaa kwenda ukumbini, akapata taarifa kwamba MC Pilipili amefariki. So ametueleza kwamba hakuna kilichoharibika kwenye harusi yake, lakini yeye alikuwa anatamani sana MC Pilipili aendeshe sherehe yake, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa ndoto yake kubwa. Mimi mpaka hapo sina la ziada, endelea kuwa nasi, lakini pia tunakusogezea interview nyingine ya bibi harusi.